wa Witu Kipini, hamjambo. Hamjambo tena. Hapo zamani kulikuwa na ng'ombe watatu, mmoja wa rangi nyeusi, mwingine wa rangi nyeupe, na mwingine wa rangi bali mnajua hii hadithi. Sasa hawa ng'ombe walikuwa saa zote wanafuatana wakienda kwa malisho, na kwa sababu walikula vizuri, walinenepa vizuri. Lakini ndani ya msitu kulikuwa na simba ambaye saa zote alikuwa anawavizia, anatamani kula nyama ya ng'ombe. Sasa siku moja akangojea wakati wamekula vizuri, wameshiba, hata wamesimama tu wanaangaliana, yule simba akajitokeza kwa kichaka, akamrukia mmoja wao. Lakini kwa sababu walikuwa ni wale ng'ombe ambao wana pembe ndefu, najua zile ng'ombe za Wankole, wakatumia pembe zao zote. Ngapi? Pembe ngapi? 6. Wakamshika yule simba, wakamrusha juu. Alipoanguka huyo akakimbia, na kwa sababu hiyo akanusuru maisha yake. Basi simba akakimbia, ng'ombe nao kwa ule wasiwasi mwingi wakaanza kurudi kwa boma. Kesho yake tena wakarudi. Sasa wamerudi na uoga kidogo. Zamani walikuwa wanatembea mita 2 kando, kama vile siku hizi tunaambiwa wakati wa corona kuwe na social distance. So zamani hao ng'ombe walikuwa wanaweka social distance. Lakini kwa sababu ya vitisho vya simba wakapunguza ile social distance. Wanataka kutembea pamoja, si ndio? Ushaona mkiwa mnatembea na mwenzako au na mtoto, akihisi hatari huwa anakuja kwa karibu na mama, si ndio? Au na baba. Sasa ng'ombe wakaja karibu, wakawa nakula karibu. Baada ya wiki 2, yule simba akasimama juu ya mlima, akapiga kelele, akasema, ninyi ng'ombe watatu, popote mlipo nawaona, kwa sababu huyo ng'ombe mweupe rangi yake inaonekana kwa mbali kabisa, na kwa hivyo hata mfanye nini, mwisho wenu nitawala nyote. Sasa kidogo uoga ukaingia. Waliporudi zizini jioni, yule ng'ombe mwekundu na mweusi wakaamua wafanye mkutano wa jumuiya ndogo. Wao mnafanya mkutano wa jumuiya ndogo? Wakafanya mkutano wa jumuiya ndogo. Ng'ombe wangapi? 2. Mmoja akamwambia mwenzake, umesikia maneno ya simba? Sema ndiyo. Amesemaje? Anasema huwa anatuona tukiwa mbali kwa sababu ya huyu mwenzetu ambaye ni mweupe. Sasa mimi naona mkakati mmoja wa kujilinda ni kutotembea na huyu ng'ombe mweupe. Sasa tangu siku hiyo hao ng'ombe wawili wanatembea pamoja, yule mweupe anatembea peke yake. Basi baada ya muda kidogo yule simba akanyemelea kidogo, akamrukia yule ng'ombe mweupe, na kwa sababu alikuwa sasa amebaki na pembe ngapi? 2, ikawa ni rahisi kumua na kumla. Na unajua simba akila hata hali ng'ombe mzima, si ndio? Lakini anakula tu mguu mmoja, anabakisha. Hata ukiama wewe unajua kutega vizuri, ukitega pale ambapo mzoga umebaki, lazima atarudi. So ukabaki ng'ombe wangapi?
ng'ombe ngapi? Wawili. Sasa pembe zimepungua kutoka 6 zimekuwa pembe ngapi? 4. Basi akakaa wiki 2, akasikia njaa tena. Akavizia, akaamua kuvamia wale ng'ombe wawili. Alipowarukia katikati, mmoja akakimbia hivi, mmoja akakimbia hivi. Sasa yeye akaanza kufuata yule mmoja. Akakimbizana naye mpaka akampata, akamuua. Alipomuua, akachukua, akala mguu mmoja, akabakisha miguu mingapi? Mingapi? 3. So baada ya siku chache akarudia mguu mwingine, baada ya siku chache akarudia mguu mwingine, baada ya siku chache akarudia mguu mwingine. Sasa baadaye ng'ombe wa pili naye afanya nini? Ameisha. Wamebaki ng'ombe wangapi? Mmoja. Si mnajua kitakachotendeka? Mnajua mwisho wa hadithi itakuwaje? Hata huyu ng'ombe mmoja atafanya nini? Ataenda. Kwa sababu sasa pembe zake ni 2 na ana uoga na yuko peke yake. Sasa hatimaye tunaambiwa yule simba akaweza kumuua, na ng'ombe wote ndani ya lile kichaka zikaisha. Nilipokuwa natembea Kipini, nimeweza kujionea Wakristo wakiwa katika vigango mbalimbali. Na pia nimeweza kujionea makundi ndani ya hao Wakristo. Kuna makundi ya vijana, kuna makundi ya wazee, kuna makundi ya kina mama, ya kina baba. Na bila shaka hata hapa Witu ni hivyo hivyo. Kuna vijana, kuna wale ambao wako shuleni, kuna wale ambao wako nyumbani, kuna wale ambao wana kazi, kuna wale ambao hawana kazi. Sote tunaweza kufananishwa na hawa ng'ombe watatu, kwamba licha ya tofauti zetu, hata tofauti zetu za umri au za jinsia au za kikabila au za kimasomo au madaraka, sote ni binadamu, si ndio? Kama wale ng'ombe walimalizwa na simba, ni kwa sababu simba alifaulu kuwaonyesha kwamba kuna tofauti kati ya ng'ombe mweusi, mweupe na mwekundu. Wakasahau kwamba wote ni ng'ombe. Na sisi kama kanisa Katoliki, ndani ya kanisa, ndani ya kigango, ndani ya jumuiya, utapata Wakristo wa tabaka mbalimbali. Lakini tusije tukasahau kwamba sote ni binadamu. Na mara nyingi tukisahau hivyo, hasara inakuwa ni kwetu. Kwa sababu utapata mwanasiasa atakuja, badala ya kutuambia sera zake za maendeleo ya watu wote, sera za maendeleo ya ng'ombe zote, atatueleza sera ambazo zitamnufaisha ng'ombe mwekundu na sio ng'ombe mweusi, au ng'ombe mweusi na sio ng'ombe mweupe. Na kisha fanya hivyo, anakuwa kama yule simba ambao aliwatisha, alitumia vitisho kuwagawanya. Na mara nyingi mwanasiasa anaweza kutugawanya na ili aweze kupata kura za block, aidha za vijana wote au kina mama wote au kabila moja wote. Na wakitugawanya hivyo, mara nyingi tunakuwa ni kama
vipofu. Kama mwanasiasa anazungumza lugha moja na sisi, tunashindwa kuona udhaifu wake, na tunamchagua sio kwa sababu ndio kiongozi anayofaa. Tunamchagua kwa sababu yeye anazungumza lugha moja na sisi, au yeye ni kijana mwenzetu, au yeye ni mzee mwenzetu. Kama kuna mama ambaye anataka kusimamia MCA, nasema sisi tutaongozwaje na mwanamke? Na kwa sababu hiyo tunaacha kiongozi mzuri, tunachagua kiongozi ambao si mzuri hivyo. Sasa hii ni mbinu inatumika na wanasiasa. Je, sisi kanisani tuko tofauti? Ukiangalia vijana wetu, mara nyingi wangependa kufanya mikutano yao, semina zao peke yao, kwa sababu wanajiona kwamba wao bado ni wana nguvu, ni barubaru. Hawataki kuenda kwa wazee. Na wazee pia wanataka kubaki peke yao. Hekima yao inabaki na wao peke yake. Kina mama nao wanabaki na makundi yao. Wana microfinance. Ikifika siku ya mchango, watatafuta mbinu zote wapate pesa kwenda kutoa mchango. Lakini pesa ikiingia, wataangalia maslahi yake au yao zaidi. Na kwa sababu hiyo unakuta kwamba wakati kanisa ilipotuambia ndiyo lazima tuwe na ibada na seminars za watoto, vijana, kina baba, kina mama, kanisa alikusema kwamba sote si binadamu. Na hii kusema kwamba ni haramu vijana kufanya mkutano na majadiliano na wazee wao rasmi hapa kanisani. Tuwe na wazee 5 hapa wanaowakilisha wazee na vijana hapa, na wasemezane kuhusu changamoto za wazee na za vijana na za jamii, na watu wakubaliane mikakati ambayo vijana wataitekeleza na wazee wataitekeleza, ili kupunguza ile gap ambayo iko kati ya vijana na wazee. Kwa sababu sote tuna kitu tunaweza kuchangia jamii. Mzee anaweza kuwa na pesa zote, lakini ukimpatia mobile phone digital, si ajabu anajua tu kupiga simu na kupokea na kutuma pesa. Lakini mtoto mdogo leo anaweza kumwonyesha baba yake vile unaweza hata kuscan barua ukatuma. Na kwa hivyo tunahitajiana. Na tunahitajiana sio tu vijana na wazee, hata wasichana na mama zao. Kuna mahali ambapo tumekosea na tukaanza kuishi kama kwamba wavulana wetu wamekamilika, wasichana wetu wamekamilika, na watoto wetu wamekamilika. Tunaishi kimakundi. Kuna kitu kama simba ambacho kimetugawanya. Na tunakuja kanisani sote, lakini tukitoka hapa tu utaona kina mama kando, wazee, vijana, watoto. Na Baba Mtakatifu anasema hiyo ni hatari sana. Ni sharti mara kwa mara tuje pamoja na tufanye majadiliano, hasa kwa masuala ya maadili na masuala ya imani. Bila hivyo tutakuwa ni watu ambao wanaangalia ndani, wanaangalia maslahi yetu peke yake. Na hii ndio changamoto tunayoona katika Injili ya leo. Wakati watoto wa Zebedayo walimwendea Yesu, wakamwambia vile tunavyoona unaelekea Yerusalemu, hatuoni kama utatoboa. Bila shaka pale wewe mwenyewe umetuambia ukifika pale utasalitiwa, utauawa, utazikwa. Japokuwa umetuambia utafufuka, lakini hatujawahi kuona mtu yote mwingine amefufuka. Kwa nini tukuamini? Sasa wao waliona kwamba mwisho wa safari
ni mauaji ya Yesu. Sasa wakaingia tamaa, wakaona Yesu amekuwa na wafuasi wengi, hata akitaka kuwa mbunge au MCA au senator au governor, ule ufuasi watampigia kura. Sasa hawa watoto wa Zebedayo wakawa wana tamaa ya madaraka, wakamwendea wakamwambia, Bwana, tunataka utupatie chochote kile tutakacho kuomba. Na hiyo ni hatari sana, mtu kukwambia unipatie chochote nitakacho kuomba bila kusema ni nini. Mwalimu, tunataka utufanyie tutakacho kuomba. Akawajibu, nataka niwafanyie nini? Na wakamjibu, utujalie sisi, yani sisi wawili, tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akamwambia, hamjui mnachoomba. Nyinyi mnajua mnachoomba? Mara nyingine tunamwambia bishop tunataka kigango chetu ifanywe parish, na tunataka hiyo parish ifanywe mara moja, kama si sasa ni hivi sasa. Lakini ukiwauliza bei ya tairi ya gari ya Father Alex moja ni shilingi ngapi, hawajui. Lakini wanataka parish. Na nafikiri kwa Mungu iko namna hiyo, kwamba mara nyingine tunafanya sala kwa Mungu, lakini Mungu anatuangalia anasema, hamjui mnachoomba. Kwa sababu kama hawa watoto wa Zebedayo wanataka kukalia viti, alafu wakishakalia pale wafanye nini? Ndio maana Yesu akamwambia, anayetaka kuwa mkubwa kati yenu lazima awe mtumishi. Na kama ni mtumishi, si watu wengi wanataka kuwa watumishi. Na ndio maana ndani ya parokia zingine utaona ajabu, wakati wa uchaguzi kuna watu ambao hufanya campaign ndani ya kanisa, wanataka kuchaguliwa. Mshawaona? Mtu anafanya campaign, anataka kuchaguliwa mwenyekiti wa parokia au secretary au treasurer, au anataka kuchaguliwa CWA au CMA, au kipindi chake kimefika lakini hataki kung'atuka madarakani. Sasa unajiuliza, huyu ni mtumishi kweli au kuna kitu kingine cha ziada ambacho anakitafuta au ashakipata? Na kwa sababu akiondoka madarakani atakikosa, sasa hataki kuondoka tena. Na ndio maana Yesu akamwambia hawa mitume wawili, uketi mkono wa kushoto na mkono wa kuume naweza kuketi. Lakini ubatizo unaopatikana kwa mateso msalabani, huo umewachiwa wale ambao wameteuliwa na Baba yangu. Si kila mtu ambaye ataweza kumfuata Kristo mpaka dakika za mwisho. Kuna wengi ambao wataishia hapo njiani. Na ndio maana basi leo Injili inatualika na kutukumbusha kwamba kila Mkristo ni mtumishi. Na kama we ni mtumishi, usijitafutie madaraka. Unaweza kutumikia kanisa lako popote pale ulipo. Na ndio maana baadhi ya Wakristo ambao huwa na wathamini sana ni Wakristo ambao utaona mtu amejitokeza tu, amekuja kanisani, anaweka maua maji, au amejiunga na wenzake wanaosha kanisa. Nani wachache, na anajua kanisa lina zaidi ya 300, lakini wanaosha kanisa Jumapili maybe ni jumuiya moja au kigango kimoja, ni watu pengine 5, lakini hawavunjiki moyo. Kwa nini? Kwa sababu wao wanatambua ukitaka kuwa mfuasi wa Kristo lazima uwe mtumishi wake.
Na leo tunapoadhimisha sakramenti ya ubatizo, kipaimara na ndoa, ninawaalikeni Wakristo wa Witu na Kipini, msibaguane kwa misingi ya vigango vyenu, kwamba sisi tunatoka Kaloleni, sisi tunatoka Vatican. Nyote ni kama wale ng'ombe watatu. Rangi yetu haitubadilishi asili yetu. Kama ni binadamu, sote ni binadamu. Kama ni ng'ombe, sote ni ng'ombe. Lakini mara nyingi tunapenda kujipendelea. Tunataka manufaa yote yaje kwetu kwanza. Na hata wenzetu wakiwa na changamoto zao, tunasema hizo ni za watu wa chumbi, si za Kipini. Na hatutaki kujua. Lakini tunasahau kwamba sote ni familia moja. Kuna wakati ambapo nilikuwa mkurugenzi wa elimu katika jimbo la Mombasa. Na Januari mara nyingi tulipata wanafunzi wengi wanakuja kutafuta karo. Na atakuja akwambie, "Father, mimi nimepata marks nzuri sana na nimeitwa shule nzuri, lakini wazazi wangu na familia yangu haiwezi kunilipia karo." Of course wale ambao tunaweza kuwasaidia tunawasaidia, lakini ni wengi mno. Sasa ilifika wakati ambapo tunachukua zile marks, stakabadhi zao, alafu kisha tunawaambia, "Wewe una wajomba na mashangazi?" Wanasema ndio. "Na wazazi wako lakini hawajiwezi." Naambia sasa ile pesa kidogo tunayo, tukiweza kukulipia haitaenda hata tamu moja au mwaka mmoja. Unaweza kulipiwa ukaanza na ukadrop. Kwa hivyo hiyo pesa itakuwa imepotea. Sasa badala ya hiyo pesa ipotee, afadhali tuitumie kutangaza ndani ya gazeti la Nation kwamba kuna huyu mtoto maskini amepita vizuri lakini hana karo. Lakini kabla hatujatangaza na kuweka picha yako kwa Nation, naomba uende waseme nyumbani kwa wazazi na kwa wajomba kwamba tunawapatia siku 3. Ikifika siku ya 4 tunatoa hii taarifa kwa gazeti. Mara nyingi hawa watoto hapo, na mara nyingi ungemkuta kwa shule. Aidha mzazi mmoja alikuwa na uwezo na akaona aibu kwamba mtoto wake atangazwe kwamba anaomba karo, na huku ana ng'ombe karibu ya 50. Au mjomba wake au shangazi anatembea na gari hata akija kanisani, lakini yeye anaangalia watoto wake tu, watoto wa ndugu yake hataki kujua. Lakini akisikia kwamba ule mtoto nefi wake picha yake itakuwa kwa gazeti, na anajua na marafiki ambao wanamjua kwamba anaokoa na huyu kijana, hapo ndio sasa utaona amewajibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona aibu. Na ndio maana tukaja kuamini kwamba changamoto kubwa tulionayo ni udhaifu wa kibinafsi. Ndani ya familia zetu kuna familia ambazo zina migogoro na mizozo. Ni jukumu la jumuiya ndogo ndogo na za kanisa kuweza kuwapatanisha. Na wakisha patanishwa, kuna fedha nyingi sana ndani ya hiyo familia kubwa. Utapata mmoja ambaye atasema, "Siwezi kuona mtoto wa ndugu yangu au wa dada yangu akiwa nje ya shule na wangu anaenda." Au "Siwezi kuona mtoto wa ndugu yangu anavaa nguo zimeraruka na wangu wamevaa wako smart." Lakini kazi ya kanisa kubwa si kulipia wanafunzi karo. Kazi ya kanisa ni kupatanisha. Kwa nini ndugu wawili
au dada wawili hawasikizani, kwa sababu tukisuluhisha huo mzozo wataweza kusaidiana. Lakini tukisema yoyote anayekuja akiwa na shida tunajaribu kumsaidia, hizo pesa tutatoa wapi? Na si jukumu la kanisa kujenga mashule. Siku hizi tunaambiwa kanisa mmewaacha wajibu wenu. Wajibu wenu ni kuuliza serikali, kwa nini mnachukua ushuru wa Wakenya na hamutumii kujenga, kwa hudumia na kujenga shule, hazanati, barabara? Na badala yake, badala ya kanisa kukosoa serikali, inajenga shule. Kwa hivyo serikali inaendelea kulala, kwa sababu kazi yake ya serikali imechukuliwa na kanisa. Na pia Wakristo wamekuja kuamini kwamba parokia ambayo haina shule na haina hazanati ni kama kuna kitu imekosa, ambayo si kweli. Yesu hakujenga hata hazanati moja. Yesu hakujenga hata shule moja. Sasa ina maana watu waliowahudumia hawakuenda mbinguni? Hapana. Kazi ya kanisa ni kukosoa viongozi wasiowajibika na wanaotumia vibaya fedha za serikali, fedha za wananchi, ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana kila mahali, na sio pale tu ambapo governor anatoka, MCA anatoka, bunge anatoka, au senator anatoka. Na kwa hivyo kanisa lazima iwe sauti ya wanyonge. Na ninaposema kanisa, ina maana wewe na mimi, katika jumuiya zetu, katika mikutano yetu ya vijana, kina mama, kina baba. Tusichukue kazi isiyo yetu na tuache kazi ambayo ndio yetu, kwa sababu fedha kama hizo hazimo tena. Fedha ambazo zimo ni zile tu ambazo unatoa kwa njia ya sadaka, kwa njia ya zaka, kwa njia ya harambee, au mradi mwingine, mkifuga mbuzi, ng'ombe. Ndio maana nafikiri mmekwisha tangaziwa kwamba Disemba tutakuwa na family day pale Malindi ambapo kila parokia imepatiwa target yake, na lengo ni kwamba zile pesa tuzitumie kujenga mradi wa kuleta mapato ndani ya jimbo, kwa sababu jimbo letu bado liko nyuma kimapato. Wengine wakichanga mara moja mwakani kama Mombasa wanapata milioni 70. Kama uamini, nenda Mombasa tarehe 30 mwezi huu, wakati watakapokuwa na harambee yao, ujionee. Sisi Malindi bado tunachezea 10,000, 10,014 ikienda sana. Na si kwa sababu sisi ni maskini, hapana. Labda umaskini wetu umo katika fikra zetu. Mali tunazo, mashamba tunayo, maji tunayo. Ukitoka hapa ukienda Mpeketoni, kila mahali ukichimba kuna maji. Na kwa hivyo mtu yote ambaye anaweza kulala njaa hapa dunia hii, hata Mungu hawezi kuwa na huruma kwake. Lakini tunaweza kuwa na uchoyo, hata tukashindwa na watu wa Magarini. Kuna wazee wa Magarini ambao ukimwangalia unaona ni mzee sana, lakini ndio atakwambia, askofu, nataka kushtaki hii kanisa lako hapa, nimewapatia eka 3 na sasa miaka 10 imepita, na nikiwaambia twende kubadilisha title deed hawataki. Tunakuwa na uzembe kwa sababu tunafikiri tukiwa na shida fedha zitatoka Ulaya zije, na kumbe Ulaya wetu ni rasilimali zilizoko hapa katika ardhi. Kwa nini mashamba ya kanisa yawe ya mwisho kupata stakabadhi za serikali?
Ni kwa sababu tunamtegemea padri peke yake. Mtoto nephew wake picha yake itakuwa kwa gazeti na anajua na marafiki ambao wanamjua kwamba anaokoa na huyu kijana. Hapo ndio sasa utaona amewajibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona aibu. Na ndio maana tukaja kuamini kwamba changamoto kubwa tulionayo ni udhaifu wa kibinafsi. Ndani ya familia zetu kuna familia ambazo zina migogoro na mizozo. Ni jukumu la jumuiya ndogo ndogo na za kanisa kuweza kuwapatanisha. Na wakisha patanishwa, kuna fedha nyingi sana ndani ya hiyo familia kubwa. Utapata mmoja ambaye atasema siwezi kuona mtoto wa ndugu yangu au wa dada yangu akiwa nje ya shule na wangu anaenda, au siwezi kuona mtoto wa ndugu yangu anavaa nguo zimeraruka na wangu wamevaa wako smart. Lakini kazi ya kanisa kubwa si kulipia wanafunzi karo. Kazi ya kanisa ni kupatanisha. Kwa nini ndugu wawili au dada wawili hawasikizani? Kwa sababu tukisuluhisha huo mzozo wataweza kusaidiana. Lakini tukisema yoyote anayekuja akiwa na shida tunajaribu kumsaidia, hizo pesa tutatoa wapi? Na si jukumu la kanisa kujenga mashule. Siku hizi tunaambiwa kanisa mmewaacha wajibu wenu. Wajibu wenu ni kuuliza serikali, kwa nini mnachukua ushuru wa Wakenya na hamutumii kujenga, kwa hudumia na kujenga shule, hazanati, barabara? Na badala yake, badala ya kanisa kukosoa serikali, inajenga shule. Kwa hivyo serikali inaendelea kulala, kwa sababu kazi yake ya serikali imechukuliwa na kanisa. Na pia Wakristo wamekuja kuamini kwamba parokia ambayo haina shule na haina hazanati ni kama kuna kitu imekosa, ambayo si kweli. Yesu hakujenga hata hazanati moja. Yesu hakujenga hata shule moja. Sasa ina maana watu waliowahudumia hawakuenda mbinguni? Hapana. Kazi ya kanisa ni kukosoa viongozi wasiowajibika na wanaotumia vibaya fedha za serikali, fedha za wananchi, ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana kila mahali, na sio pale tu ambapo governor anatoka, MCA anatoka, bunge anatoka, au senator anatoka. Na kwa hivyo kanisa lazima iwe sauti ya wanyonge. Na ninaposema kanisa ina maana wewe na mimi. Katika jumuiya zetu, katika mikutano yetu ya vijana, kina mama, kina baba. Tusichukue kazi isiyo yetu na tuache kazi ambayo ndio yetu. Kwa sababu fedha kama hizo hazimo tena. Fedha ambazo zimo ni zile tu ambazo unatoa kwa njia ya sadaka, kwa njia ya zaka, kwa njia ya harambee, au mradi mwingine, mkifuga mbuzi, ng'ombe. Ndio maana nafikiri mmekwisha tangaziwa kwamba Disemba tutakuwa na family day pale Malindi ambapo kila parokia imepatiwa target yake. Na lengo ni kwamba zile pesa tuzitumie kujenga mradi wa kuleta mapato ndani ya jimbo. Kwa sababu jimbo letu bado liko nyuma kimapato. Wengine wakichanga mara moja mwakani kama Mombasa wanapata milioni 70. Kama uamini, nenda Mombasa tarehe 30 mwezi huu, wakati watakapokuwa na harambee yao, ujionee. Sisi Malindi bado tunachezea 10,000, 10,014 ikienda sana. Na si kwa sababu sisi ni maskini, hapana. Labda umaskini wetu umo katika fikra zetu.
mali tunazo, mashamba tunayo, maji tunayo. Ukitoka hapa ukienda Mpeketoni, kila mahali ukichimba kuna maji. Na kwa hivyo mtu yote ambaye anaweza kulala njaa hapa dunia hii, hata Mungu hawezi kuwa na huruma kwake. Lakini tunaweza kuwa na uchoyo, hata tukashindwa na watu wa Magarini. Kuna wazee wa Magarini ambao ukimwangalia unaona ni mzee sana, lakini ndio atakwambia, askofu, nataka kushtaki hii kanisa lako hapa, nimewapatia eka 3 na sasa miaka 10 imepita, na nikiwaambia twende kubadilisha title deed hawataki. Tunakuwa na uzembe kwa sababu tunafikiri tukiwa na shida fedha zitatoka Ulaya zije, na kumbe Ulaya wetu ni rasilimali zilizoko hapa katika ardhi. Kwa nini mashamba ya kanisa yawe ya mwisho kupata stakabadhi za serikali? Ni kwa sababu tunamtegemea padri peke yake, na ni sheria gani ya kufuata? Lakini yote inatokana wakati tunakuwa na ubinafsi, kama wale ng'ombe watatu, kila mmoja anajifikiria rangi yake, anaona hii jambo hili halinifai mimi, kama linanifaa wale sitalishughulikia. Na basi naomba Wakristo wa Witu, najua bado kuna parokia, bado kuna outstations 9 za Witu ambao bado hatujazitembelea, na tutazitembelea wakati ukifika, ili kujionea hali halisi. Lakini tutazitembelea mara 2. Mara kwanza ni wakati mtakapoambiwa rasmi kwamba tutatembea pale. Mara pili tutaingia bila kutaarifu mtu yote, ili tupate picture halisi. Najua saa nyingine watu wakiambiwa bishop anakuja mahali wanajipanga. Sasa bishop anakuja, anaona Wakristo wengi, anaondoka pale akimwambia padri, sasa wewe padri unalalamika na hao Wakristo wengi sana. Alafu padri anasema, wewe unaona hivi ni kwa sababu leo tu mko around hapa. Wewe njoo siku ile ambao hawana taarifa, na uje Jumamosi uone ni wangapi watakuwa wanasafisha kanisa, au uende kwa outstation, ndio utajua ni kina nani hasa tunawategemea. Na hiyo ndio hali halisi. Ningependa kumaliza kwa kusisitiza kwamba wale kina mama na kina baba ambao hawajafunga ndoa bado, tufanye bidii ili tupanue idadi ya watu ambao wanaweza kuchaguliwa katika uongozi wa kanisa. Kwa sababu wakibaki wale wachache ambao wameoa kanisani, sasa uongozi utakuwa unazungukia tu wachache. Na baada ya kuhudumu kwa muda fulani, mara nyingi mawazo yanazidi habadiliki sana. Na kwa hivyo tunaomba kina mama, kina baba, tuzidishe juhudi za kuwasihi wale wenzetu ambao hawajafunga ndoa ili wafunge ndoa, na ili waweze kusimama imara na kuhimiza wengine wafunge ndoa. Na vijana wetu, kama nilivyowaambia dada zetu wa hostel, msijitegemee tu kazi za au elimu ya kwenda university peke yake. Mtafute taaluma, kazi za mkono, taaluma ambazo zinaweza kuwapatia kazi kwa urahisi. Serikali imetoa pesa nyingi sana katika polytechnics, lakini ukienda polytechnic utakuta idadi ndogo sana, kwa sababu sisi watu wa pwani saa nyingine tunadharau kazi za mikono. Hataki kuwa watu wa kupaint, hatutaki kazi ya welding, hatutaki kazi ya ujenzi, hatutaki kazi ya masonry.
hatutaki kazi ya plumbing. Tunasema hizo ni kazi za watu ambao ni wa chini. Alafu wenzetu wanakuja kutoka pembe mbalimbali za taifa, wanakuja kupata kazi hizo hizo pale pale ulipo. Kidogo wamenunua shamba karibu, kidogo wameanza kustawi. Alafu nabaki ukilaumu kwamba watu wa bara wanaiba mashamba yetu. Na ukitembea mtaani utaona tu vibao imeandikwa land for sale, land for sale. Sasa hii land ambayo inakuwa sold na hii inaibwa, tofauti iko wapi? Tofauti imo kwa sababu huna uwezo wewe wa kununua. Sasa unaingia uwivu. Na tusipojibidisha, wivu huo utaendelea tu. Na ndio utakao tugawanya. Hata Wakristo wenyewe tutaanza kuangaliana kwa mtazamo wa makabila yetu, na sio kwa mtazamo wa jamii ya Kikristo. Na tutaanza kutoa mifano mibaya kwa watoto, kwa sababu tutaanza kuwaonyesha kwamba kumbe sote ni Wakatoliki, lakini huyu ni wa kabila hili, huyu ni wa kabila lile. Lakini yote imeletwa na uzembe tu. Na kwa hivyo vijana na kina baba na kina mama, na wasii tuimize vijana wetu waingie katika technical schools ili wapate maarifa ambayo itawatafutia kazi zitawatafuta. Kuna wakati Mombasa pale port, vijana waliletwa kutoka South Africa wakufanya welding kwa meli, kwa sababu kampuni iliyopata kandarasi ya kufanya welding inatafuta vijana wengi, inawakosa. Lakini bado tunalalamika kwa sababu tumekuwa wazembe kidogo, na tumekuwa imani yetu imeenda chini, na pia tumeanza kubaguana. Na hivyo basi na wahimiza kina mama, kina baba, mnapokuwa nyumbani mweze kuwashauri, mweze kufanya majadiliano makundi mbalimbali pamoja, ili kwamba sote tuweze kujiendeleza kwa kutumia nafasi ambayo Mungu ametujalia.